Mtazamaji wa Truth Media, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa ya Aprili 4 mwaka ni 2025, na kama kawaida leo nimetembelea tawi hili la Mpira Pesa ambalo linapatikana hapa maeneo ya Magomeni Mikumi, na kubwa zaidi tumekuja kuzungumza na mwenyekiti wa tawi hili Shabani, maarufu kama Shabani Mpira Pesa. Kuzungumza naye, tunafahamu siku ya juzi klabu yake ya soka Simba ilikuwa pale nchini Misri katika mji wa Suez ikicheza mchezo wake wa robo finali ya kwanza ya kombe la shirikisho dhidi ya Al Masry, lakini dakika 90 za pale Misri zitamatika kwa Simba Sports Club kuweza kukubali kufungwa goli 2-0. Kaka Shabani, kwema? Kwema, tunashukuru Mungu. Pole sana. Tunashukuru, tushapoa, na ndo matokeo ya mpira ya kikatili, lakini mechi inavyopita unajipanga na mechi nyingine. Slogan ya Simba Sports Club kwenye hatua hii ya robo finali, Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wenu wa Simba Sports Club, alisema kuwa hii tunafuzu, hii tunavuka. Lakini imeonekana kama ni mfupa mgumu hivi. Tayari mmeanza kwa vibaya kwa kufungwa goli 2-0. Labda sababu ya kuweza kufungwa kwa wewe kwa dakika 90 zile ulizoziona pale Misri, shida nini, ilikuwa nini labda? Nadhani kauli mbiu yake ni sahihi kwamba hii tunavuka, na hii tunavuka kweli, sio uongo, ni kweli. Kwenye mapambano kuna changamoto nyingi, na ukitaka kufanikiwa kwenye maisha lazima ukutane na visiki vya aina tofauti, lakini maisha ya mteremko tu, mtelezo, mwisho wa siku unajikuta hauwezi kufanikiwa kwenye maisha yako. Hata pesa ukipata hujui thamani ya ile pesa. Lakini Simba huaga tunafuzu kwenye mazingira magumu sana kama haya ya sasa. Mechi yetu dhidi ya Al Masry ina dakika 180. Lakini tumecheza dakika 90, zimebaki 90 ambazo tutakuja kumalizia nyumbani Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kauli ya Ahmed haijadondoka, na tunamhakikishia hii tunavuka. Na kuvuka huko lazima mshabiki, mwanachama uhakikishe unaisupport timu yako siku ya tarehe 9, na kusupport huko ni kwenda kukata tiketi uwanjani ili tusupport. Lakini kwa timu yetu tumeona ubora wa timu yetu. Tumeshindwa kutumia nafasi ambazo tulizotengeneza, lakini inawezekana kwa sababu ya mechi tulikochezea ni ugenini, lakini kwa Benjamin Mkapa nadhani nafasi zote tulizokosa basi tutaenda kupata magoli. Mechi ile mpaka dakika ya 70 hivi Simba Sports Club tayari ilikuwa imeshapiga magoli 10 na mashuti 11 langoni kwa Al Masry. Lakini Al Masry wao walipiga mashuti 4 tu, lakini ukiangalia tayari Al Masry walikuwa wanaongoza kwa goli moja. Hata ukiangalia ball possession Simba alikuwa mbali sana anaongoza, Al Masry alikuwa anapumulia mipira, lakini dakika 90 zinatamatika Simba anafungwa goli 2-0. Simba ina shida gani? Tabu iko wapi Simba Sports Club? Ndo maana nikasema ndo mpira kama maisha ya kawaida. Lazima upate shida na ndo uweze kufanikiwa. Kweli tumeprocess mpira vizuri na sisi ndo tumetengeneza nafasi nyingi kulishinda Al Masry, lakini mwisho wa siku wenzetu wamepata matokeo. Na walilofanya Al Masry Misri ndo tutakuja kulifanya Simba Tanzania Benjamin Mkapa. Ni waondoe hofu wana Simba, na wana Simba hatuna hofu na hilo, kwa sababu tunajua mashindano yale ni magumu, hata kama kuna watu wanayabeza. Ugumu wake na ndo kama ule. Huwezi kupata ushindi kirahisi, lazima upambane. Kwa hiyo Al Masry kapambana nyumbani kwake, na si Simba tunakuja kupambana nyumbani kwetu. Kuna timu zimepoteza matokeo nyumbani kwao. Tumeona ASEC Mimosas, klabu ambayo inatoa vipaji vingi katika Afrika hii, na wachezaji wengine wanacheza mpaka Ulaya toka ASEC Mimosas, lakini kafungwa nyumbani kwake Ivory Coast. Kwa hiyo Simba tunajua ugumu wa mechi ya Benjamin Mkapa, lakini tunajua umuhimu wa hiyo mechi ili si tuweze kufanikiwa. Kwa hiyo mimi katika hilo sina hata hofu, na uhakika mechi hiyo inshallah Simba hii tutavuka kuelekea nusu finali. Shabani, wakati unawatoa hofu mashabiki wa Simba Sports Club ukiwaambia hii mnavuka kuelekea nusu finali, lakini bado mashabiki wa Simba wana hofu na wanapata wasiwasi kwa forward line yao waliokuwa nayo. Lionel Christian Ateba ameonekana kukosa magoli mengi siku za hivi karibuni, hasa kwenye mechi ile. Ni kweli anakosa sana magoli, lakini mimi nadhani ile ni kwenye mchezo tu, lakini mechi zingine anafunga, sababu mpaka sasa hivi Ateba na hisi ana kama goli 8-9 hivi. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye kwetu hajatupa faida, kuna faida ametupa. Na kwenye mashindano haya ambao tunaocheza ambao kakosa magoli juzi, mechi yetu dhidi ya Constantine kafunga, na kuna mechi zingine kasababisha magoli, na kuna mechi zingine kafunga. Kwa hiyo mimi nadhani kitendo cha Ateba kukosa, tumpe tu muda, bado upo, na inshallah mechi ya hapa
kama watu walimbeza Misri Ateba, watakuja kumshangilia Benjamin Mkapa. Na uhakika mechi ya Benjamin Mkapa, Ateba ndo mtu ambaye katika mojawapo ya magoli atakayofunga ya kuqualify kwenda Simba hatua inayofuata, Ateba atafunga inshallah. Kwa hiyo unachoona nini labda kifanyike katika mechi ya pili ya Benjamin Mkapa siku ya tarehe 9, ambayo ni tarehe 9 siku ya Jumatano hivi majira saa 10? Kipi kifanyike ili Simba waweze kubadilisha matokeo haya? Wafanye nini waweze kutoka na ushindi? Kwanza ukitoa vyote, lakini uwanjani wapambanaji wanakuwa 11 ambao ni wanajeshi wetu, kwa wale wanaoanza. Wale tunawaambia sisi tunachohitaji ni matokeo. Tumeona Misri wamecheza, tumesupport. Tunataka kuona Benjamin Mkapa wakicheza kwa kupambana kama sisi tunavyopambana kuhakikisha sasa hivi tunaenda kuhamasishana tukate tiketi. Leo Ahmed kateremka kwenye ndege alfajiri. Wachezaji wanaenda kupumzika. Ahmed muda wake kupumzika ni mdogo sana, anakuja kupambana na sisi na kuungana na sisi kwenda kuzindua hamasa kwa sababu ya kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Wajue thamani yetu sisi mashabiki, tunachohitaji ni nini? Hatuhitaji pesa kutoka kwao. Hatuhitaji maisha mazuri mengine zaidi ya kutoka kwao, zaidi ya furaha, na furaha hiyo ni kupata pointi 3. Kwa hiyo watambue umuhimu wa mashabiki ambao sasa hivi tunaacha majukumu yote, tunaenda kwenda kuhakikisha tunahamasishana kuja uwanjani na kukata tiketi. Lakini tiketi zile tunakata, hatukati kwa sababu ya kitu kingine chochote zaidi ya Simba Sports Club na zaidi ya kuwasapoti wao, ili waone kwamba sasa hivi tuko nyumbani Tanzania, hatuko Misri. Kwa hiyo nimwambie Captain Mohamed Hussein Zimbwe awaambie wenzie, tunaenda kuhamasishana tuje uwanjani kwa wingi, kwa sababu mechi ile kwetu ni muhimu, na wao waichukulie ile mechi katika umuhimu wa hali ya juu kama tunavyoichukulia sisi mashabiki. Kwa hiyo tunachohitaji ni ushindi, hatuhitaji kingine. Waache mambo ya kubaguana katika kupeana pasi katika magoli. Ile mechi imetunyima ushindi kwa sababu kuna mtu anataka afunge yeye wakati sehemu ya kumpa mwenzie nafasi ya kufunga. Kuna mtu anataka yeye na ndo anataka afunge wakati anaweza kumpa mtu pasi. Au saa nyingine sehemu ya pasi inabidi aende kutoa pasi, anataka kufunga yeye. Kwa hiyo sisi tunachohitaji ni ushindi wa timu, wala sio ushindi wa mtu mmoja. Sisi wachezaji wetu tuwaambie tunawapenda wote. Hata kama ukicheza vipi, si wachezaji wetu tunawapenda wote. Kwa hiyo tunachokiomba wachezaji wetu wapambane, wahakikishe wanatetea logo yetu ya klabu ya Simba, na vile vile watutetee sisi wana Simba ambao tunaumizwa, tunatukanwa matusi mengi sana mtaani kwa sasa. Wakati wewe unataka wachezaji waitetee logo yenu ya timu ya Simba, nilikaa na shabiki mmoja wa Simba akasema ukiangalia jinsi Simba wanavyocheza, wachezaji muda mwingi wanakuwa hawajitumi. Hata kuna muda wakipoteza mpira unaona mchezaji hajitumi vile vile napaswa. Akatolea mfano watani zenu wakiwa wanacheza, unaona kabisa wachezaji jasho wanavuja kutokana na timu yao. Akasema kuna namna viongozi wa Simba Sports Club wanafeli katika kuwapa majukumu wachezaji, kuongea nao, kuzungumza nao, kuambia hii ni timu ina namna gani. Hilo ni na ukweli wote? Siwezi kuingilia sana mambo ya benchi la ufundi, lakini kwa upande fulani hata mimi kwa kitu kinaniumiza kwenye nafsi, kwa sababu kuna vitu vinafanyika na wachezaji wetu vinajirudia. Kwa nini waga vinajirudia wakati kuna benchi la ufundi kuna mwalimu mkuu ambaye anafundisha, lakini kuna market manager, kuna kila watu ambao wakuwajenga watu. Kuna mtu paka anasoma nini mechi yetu, au mchezaji anakimbia kilomita ngapi. Kwa nini hao watu hawezi kukaa nao chini? Ile nafsi yetu inatuumiza, kwa sababu mechi ya juzi Al-Masry, kila Muafrika au Mtanzania au mwana Simba anapenda mpira alikuwa anajua kabisa ile mechi Simba wachezaji wanaenda kupambana kwa kumwaga jasho. Hatukatai kwamba hawajamwaga jasho lao, lakini kuna wakati tulikuwa hatuoni kama kuna kitu wanakihitaji. Kwa mfano, tukio linaenda kutokea, wachezaji wetu wanasimama tu. Mpira unatoka nje, mchezaji wetu anasimama, kocha wetu Fadlu Davis ndo anaenda kuokota mpira, anampa mchezaji wetu arushe. Yaani hawaonyeshi kuliact kwamba kuna watu nyuma yao, nafsi zinawauma. Tunachoomba wachezaji wetu wapambane. Haina haja kuambiwa ile ndo kazi yenu na ndo kazi yako mchezaji. Pambania klabu yako, kwa sababu umesajiliwa, umekuja Tanzania. Au wewe ni Mtanzania huko kwenye klabu ya Simba, unafanyiwa kila kitu kinachotakiwa kwa sababu ya kutupambania ili tuweze kupata matokeo. Ile ni kazi yako, thamini kazi yako. Hata muuza karanga anapofika sehemu anaziweka karanga zake katika kapu vizuri, anazipamba vizuri, na mteja anamtilia vizuri, anamkujia vizuri, anamkabidhi. Kwa nini wewe mchezaji haujui thamani yake? Kwa hiyo sisi tunachomwambia Captain Zimbwe, tuna vilio, tuambie tu ukweli.
Mechi tumepoteza. Captain Zimbwe, tuna vilio, lazima tuseme ukweli. Vilio tulivyokuwa navyo. Tunataka mpambane. Almasiri ni watu wa kawaida sana. Tumezifunga timu ngumu sana. Lakini leo tunakuja kucheza kama na timu kama Almasiri. Sisi tuko nje ya uwanja. Kweli hatujui ugumu wa mpira. Lakini tunafuatilia mpira, tunaona Almasiri ni watu ambao kuna muda walishakubali mpaka benchi la ufundi limekaa kikao karibu half time, yani limepagawa, yani alijui linafanya nini. Lakini mchezaji wetu, mtu anaingia kwenye boxi anapiga mpira dhaifu, mchezaji wetu anatoa pasi dhaifu, mchezaji wetu anaenda sehemu ya kumpa mwenzie pasi, akaenda mpira muda mrefu anapola bila faida, yani vitu vya ovyo kabisa. Kwa hiyo yani tunaomba wachezaji wetu, hatuwasemangi, lakini watambue wamebeba roho za Watanzania. Simba inapofanya vibaya kama mechi ya juzi, lile goli la pili, kuna watu wamepata mapresha, wamepelekwa kwenye hospitali. Iwapo itafikia mechi hii ya tarehe 9 ambayo ni Jumatano, tukija kutolewa kwenye mashindano, imagine, jifikirie we mchezaji, Simba inatolewa kwenye mashindano, kuna mshabiki wako yuko mtaani anapoteza maisha kwa sababu ya kutolewa Simba kwenye mashindano. Shabani, umesema goli la pili hapa limesababisha madhara kwa baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club. Goli la pili hilo linaonekana baadhi ya mashabiki na wapenzi wa soka wanalalamika, wanasema goli la pili lilikuwa ni offside. VAR ilikuwa upande wa Almasri, lakini pia wanasema kuwa Simba Sports Club ni kweli walinyimwa penalty. Lionel Christian Ateba aliangushwa kwenye boxi. Ujue muamuzi wa dakika 90 ni referee. Referee hata kama alisema lile goli ni goli, hata kama sisi tukisema sio goli, lakini mwisho wa siku ni goli. Mpaka goli limeenda kuingia, na maana marking zetu zimekuwa ni mbovu. Mpaka goli limeenda kuingia, hiyo offside. Sababu unakaba mpaka mtu kwenye offside, unakaba. Sio unaenda kumwachia mtu. Referee na yeye mwenyewe ni binadamu. Tunaona haya makosa kila siku. Kwa nini wachezaji wetu hawajifunzi? Kaba mtu, kama wangefanya marking ilokuwa bora, goli lisingeingia, sisi tusingelalamika hiyo offside. Lakini hata ukienda kwenye nafasi ya Ateba kweli ile pale penalty clear kabisa, haina hata longolo, kwa sababu golikipa akauacha mpira kaenda kuvamia mwili wa Ateba, ile ni penalty. Lakini yale yashapita. Sasa hivi tugange ya mechi yetu ya Benjamin Mkapa, maagizo yetu na salamu zetu. Wachezaji tuwaambie Watanzania tumeumizwa na matokeo zidi ya Almasiri. Tuzungumze ukweli. Tunachohitaji mechi ya Benjamin Mkapa. Hatutaki story, hatutaki show game, tunachohitaji ni kwenda kushambulia kwa dakika zote, kuhakikisha tunapata magoli ya kutosha, tufuze kwenda hatua inayofuata. Yaani ukiangalia Pimpin Musa Kamara, mechi kabla ya mechi ya Almasiri, ana mechi zaidi ya 3 hivi ya kucheza na kikosi cha Simba Sports Club kutokana na majeraha. Baada ya ukiangalia mechi ya mwisho ilikuwa ile kama sikosei na Azam FC pamoja na Chefondo Malone. Lakini katika mechi ya Almasiri, mechi kubwa kama ile tulimuona. Wengi wapo wanaosema kuwa Pimpin Musa Kamara hakustahili kucheza mechi ile na Ali Salim alitakiwa kuendelea kusalia golini. Je, hayo kwa kweli uliyaona na yana ukweli huo? Mimi huaga sina kawaida kuingilia taaluma ya mtu. Simba tumeajiri benchi la ufundi linaongozwa na Mwalimu Fadru. Kwa hiyo Mwalimu Fadru ndo anajua ubora na nani kaamka vipi katika siku ya mechi. Mwalimu Fadru yeye ndo alipanga kikosi chini akiwa anasaidiana na Selemani Matola. Kwa hiyo wao ndo wanajua wachezaji wetu waliamka kwa mazingira gani. Mimi nimelala nyumbani kwangu tena Tanzania, sielewi hali kaamkaje, sielewi Pimpin Kamara mazoezi ya mwisho kafanyaje, hata kama alikuwa hajacheza mechi nyingi. Kwa hiyo hilo mimi siwezi kuliingilia, lakini Pimpin Kamara ni golikipa bora, na magoli aliyofungwa, hata magolikipa wengine wazuri walikuwa wanafungwa. Tumeona kina Black wakina nani wanafungwa magoli ambayo kama tofauti sagina tadile la Kamara likawa ni goli zuri kuliko wanafungwa wao. Kwa hiyo siku ile niseme tu siku kwetu haikuwa mzuri, lakini tuwaambie wachezaji wetu tuna support kazi yao wanaoifanya, lakini na wao wasupport umuhimu wetu wa kupenda klabu ya Simba. Tunahitaji ni furaha. Kwa hiyo support kutoka kwao ni kutupa matokeo. Support kutoka kwetu ni kwenda kuwashangilia dakika zote 90 uwanja wa Benjamin Mkapa na kokote tutakopo. Tumeona ni wapongeza mashabiki ambao walitoka Tanzania na ni wapongeza mashabiki ambao walikuwa Misri. Mtu kaacha majukumu yake, karibu pesa yake, katoka Tanzania kaenda mpaka Misri kusupport timu yake. Kwa hiyo na wao lazima watambue umuhimu wa wale watu ambao wanasafiri au wanaacha majukumu yao wakaenda kusupport ile timu. Tunawaomba mechi ya tarehe 9, Captain Zimbwe, tunalirudia hili, Captain Zimbwe, waambie wenzio kila mtu siku hiyo ajitoe kufa na kupona, kama anaipambania familia yake kuiokoa kwenye nyumba ambayo inaungua moto. Tunafahamu Simba Sports Club msimu huu imefanya mabadiliko ya kikosi. Takriban 80% hivi ya wachezaji wa Simba ni wapya.
na ilifanya hivyo kwa ajili ya kuleta uwajibikaji katika timu na kuchukua wachezaji wapya ili waweze kufanya vizuri ndani ya Simba Sports Club baada ya misimu takriban 3 kufanya vibaya kwa kukosa ubingwa wa ligi kuu, lakini katika kimataifa kuishia katika hatua ya robo finali tu pekee. Kwa jinsi Simba yako unavyoiona bado iko vile vile inacheza, bado hawajitumi kama ulivyosema hapo mwanzo. Dirisha kubwa, msimu unaelekea kuisha. Kwenye usajili ujao Simba unatamani ifanye mabadiliko mengine zaidi ili kuleta morali kwa wachezaji, kuongeza wachezaji wenye kujituma zaidi. Simba tumesajili wachezaji bora na wachezaji wana viwango, na siwezi kusema moja kwa moja kwa 100% kwamba wachezaji hawajitumi. Hapana, wachezaji wanajituma. Mpaka sasa hivi kwenye ligi nadhani tumecheza mechi chache, lakini tuko nafasi ya pili. Kwenye shirikisho katika ukanda wa Sekafa ukiondoa Tanzania, sisi na ndo tumebakia kwenye mashindano na tumefanya mabadiliko makubwa katika kikosi chetu. Lakini kuna mechi na mechi, wachezaji lazima waonyeshe. Kuna mechi lazima uonyeshe kwamba hapa kuna kitu gani tunakihitaji. Hatuseme kama wachezaji wetu sio wanacheza vibaya, hapana, wanacheza vizuri, lakini kuna mechi lazima ujitoe zaidi ya ulivyojitoa mwanzo. Kwa hiyo hiki ndio kilio chetu kikubwa, wajitoe zaidi ya mechi zingine. Huwezi kucheza mechi ya kawaida na mechi ngumu ukacheza mchezo ule ule. Kwa hiyo mechi ya Almasiri ni mechi ambayo inabidi kila mtu ajitoe kwa 100%, na yani ninavyosema leo ukiona familia yako inateketea kwenye nyumba na wewe uko nje, lazima utaingia na wewe ukubali kwenda hata kama uungue, lakini uokoe familia yako. Ndio waone watu wa Simba walivyo. Kuna watu hizi mechi wanapopoteza, kuna watu wanapoteza maisha bro. Sasa lazima na mchezaji ajue umuhimu wa hizi mechi ni kitu gani, na ndio maana tunasema hatuseme kwamba mchezaji chini ya kiwango, ila tunaomba mechi hii wajitoe kwa 100% na kuhakikisha wanatupa furaha. Zile chuki tulizozipata Misri tuanze kuzisahau kwa taarifa ambazo ziko mitaani. Watu waliotolewa kwenye mashindano haya wanatuambia na sisi tunaenda kutolewa. Sasa je, Captain Zimbo utakubali sisi tutolewe kwa sababu watu fulani wametolewa? Na wanasema kabisa sisi hatuweza kufuzu, kwa kuonyesha ukubwa wenu ili majina yenu tuyaandike kwa rangi ya dhahabu na rangi yenye damu ya watu wa Simba. Tunaomba mechi ya tarehe 9 Jumatano kufa na kupona tuweze kupata matokeo. Mimi nikushukuru sana. Nashukuru sana.